Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Doto Magari amemjia juu Ndaro baada ya kumvaa huyu jamaa anaenda kwa jina la Bingwa wa Magari Used. Anaenda kwa jina la Bingwa. Sasa Bingwa alifanya kitu fulani, aliposti gari kama ya Ndaro. Ndaro alinunua Audi Q5 ya mwaka 2015 na gari hiyo ni gari ambayo ameinunua kwa shilingi milioni 55 kupitia kampuni ya Tron Motors. Kwa upande wa Bingwa wa Magari Used ambaye pia anauza magari used vile vile, kama kampuni ambayo imemwagizia Ndaro magari, yenyewe ilitangaza gari ile inauzwa kwa shilingi milioni 39 na laki 8. Sasa vita ikaanzia hapo. Ndaro akaona kama huyu jamaa ni kama anamharibia biashara Tron Motors kwa kushusha bei kwa kiasi kikubwa, na tunaona alitoa maelezo na kusema kwamba kitu alichokifanya Bingwa Magari Used ni kama anaishusha Tron Motors. Sasa huyu mwingine akaibuka anaenda kwa jina la Doto Magari. Doto Magari amemjia juu Ndaro na kusema kwamba amesikitishwa sana na alivyozungumza Ndaro kuhusiana na Bingwa wa Magari Used. Cha kwanza ni mtu wa Mungu, ni mtu anampenda sana Mungu, lakini kingine ni kwamba Ndaro hawezi kushindana na watu wa magari. Yaani bora baki kwenye comedy lakini sio kwenye swala la magari. Huku atapotea kwa sababu hawa watu cha kwanza Ndaro alichokifanya ni kwamba amemfanya kwanza promotion ya bure kabisa Bingwa wa Magari, lakini kingine ni kwamba anavyomsema vibaya ndio mwenzake anazidi kupata followers wa mitandao ya kijamii hasa Instagram, kwa sababu tunaona jinsi ambavyo ndio topic ambayo inazungumzwa leo kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hii bifu kati ya Ndaro pamoja na Bingwa Magari Used, na pia tunaona comment zimekuwa nyingi sana. Sasa kutokana na Doto Magari kuingilia kati, ameongea maneno mengi sana na amemwambia bwana asirudie, wakati mwingine aache kabisa kamdomo, kwa sababu anajishushia brandi kabisa, kwa sababu ameingia sehemu ambayo watu kwa mfano ukiangalia Bingwa wa Magari Used ni mtu ambaye kiukweli kwanza anatoa motivation kwa watu wanamsifia, ni mtu ambaye ni mpole, lakini kingine anawapa watu vijana ushauri kama huna hela fanya hivi, kama una kazi na nini, lakini pia anasikitika sana vijana wadogo kutopata magari, au sio? Kwao anatamani sana ndoto kila mtu kumiliki gari. Ukifika tu pale yeye anaweza kukusaidia kupata gari kutokana na bajeti yako. Sasa huyu Ndaro ameenda kwenye kampuni nyingine akapigwa pesa nyingi sana, amenunua gari milioni 55, wakati huku zaidi ya milioni 10 na ngapi, kama 15 hivi amepigwa, kitu ambacho mpaka Doto Magari anasema kwamba amepigwa na watu wa hapo alipoenda kuchukua magari, au alipochukua kuchukua gari, kwa sababu alinunua magari matatu. Alinunua magari matatu, Crown, Alphard na hiyo Audi Q5 zote amezichukua pale Tron Motors. Sasa maoni ya watu ni kama ifuatavyo. Bingwa wa Magari amekuwa mtu wa kwanza kutoa maoni yake kupitia ukurasa wa Instagram wa Doto Magari, akisema kwamba mjomba wangu Doto, nilimwomba msamaha mimi jana, Ndaro hakunielewa. Haya, mimi nimekaa pembeni, umeshinda vita kashimaliza Doto, yule haelewi chochote, ushauza kesi hapo yaishi, atamfyatulia video kama 800. Mwingine sema Bingwa msamee dogo, kapagawa na gari za mkopo halafu kapigwa. Yani gari ni ya mkopo, unaona gari unalipia kidogo kidogo, unalipia kidogo kidogo afu ukishakamilisha wanakupa chuma yako. Sasa unapokuja kuchukua chuma yako, maana yake tayari ushapigwa hela nyingi sana. Mwingine akaandika kesi ishakuwa ngumu, mwingine akaandika umepigisha shoti alafu umetulia pembeni. Mmoja kaandika yote haya unayotaka wewe Bongo Trending. Mwingine kaandika sijabisha na madoto, mimi niitie kulwa na uhakika huwezi kusoma hii, ndio maana nipo uhuru ukosema kwa lolote, au sio? Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. Ndaro akamjibu Doto Magari kwamba yeye abishane na Doto, yeye anabishana na Makulwa. Ngaru umeingia kike, hawa Bontown wasikubananishe, kubali tu umepigwa bana, ila Ndaro mjeshi wewe ni mweu.
Mwingine sema bwana hoja wewe una jamba tu kwenye maji. Mwingine kaandika kwa nini mtu akitapeliwa anakosa amani? Kwa sababu unakuta umetoa pesa, ile pesa unakuja kushangaa kwamba umepigwa fedha nyingi sana. Ndio maana Doto alimshauri Ndaro kumwambia kwamba kama vipi hiyo hela angeweza kununua hata trekta kwa ajili ya kilimo kule nyumbani kwao. Pengine wana kijiji pengine wanaweza kumshukuru sana. Mmoja kaandika kwamba nani kasikia Ngaru baada ya Ndaro. Mmoja kaandika gari sio la mkopo, darasa la Memkwa linawalipa sana hela YouTube. Akisema darasa la Memkwa linamlipa sana au sio the shoes. Mmoja kaandika nimecheka eti rudi kwenye comedy ukatangaze wanyama. Kuna wakati Doto Magari anamwambia Ndaro anamuita Ngaru arudi tu kwenye comedy akatangaza wanyama. Mwingine kaandika Doto sasa hivi anaitwa Zima Moto, anaitwa Zima Moto. Hapo kuna klipu kama 10 zinakuja. Mwingine akaandika nichogonoa Bon Town wanaonea sana wakuja, yani wanaonea sana. Mwingine akaja hapa akasema kwamba hii kesi imemfikia mhusika mkuu. Sasa basi kesi imefika kwa Pilato, eti mtu ananunua Audi. Sina gari, ila Audi sio gari ya kununua, bora ninunue kama ya kakaangu. Mwingine akaandika basi inarusha jiwe linalokoishia miguu 9-2. Mwingine kaandika kwamba meaje umesahau kuna msanii wa kumanage ile maila kwa siku wanawasema watu kiongea sana mkalishe kwenye benchi. Mwingine akasema kwamba eti miaka 10 kabla hujatoka. Mwingine akaja hapa akaandika kumbe Ndaro anauzaga. Mwingine akasema brother Doto wenu utaamua hao, kesi ishakuwa ngumu, Pilato kaingilia kati. Mwingine akaandika miaka 15 Pilato Doto akisoma hukumu ya Q5. Hii ni Audi, ni gari ambayo ya gharama sana ndugu zangu. Mwingine akaja hapa akaandika maoni yake akisema katangazi wanyama. Ndio hivyo. Kwa hiyo kiukweli mambo yamekuwa magumu kwa upande wa Ndaro, na kiukweli Ndaro hajakaa kimya na pia ameweza kutoa maoni yake tena. Labda nigusie alichokizungumza. Akasema kwamba nilijua tu ameshusha bei, au sio? Nilijua tu atashusha bei na vitu kama hivyo. Akasema hapo hajafungwa kitu kizito kwenye makende, ila ameanza kusema kwa je akifungwa ndo tamalizana na hiyo 2 hapo juu. Mpaka sasa kataja bei 3 mara 20 mara 53 mara 48. Anasema kweli mwanzoni nilijua kile kitambi ni cha halali, kumbe au sio? Inaonekana amechafuka sana. Sina maneno mengi. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili uandikwe subscribe, share, like na comment kwa kwanza kupata habari zetu ndani ya Mkubwa Media.